Umeme unatokeaje? How electricity is born. Umeme ni nini? Umeme hutokeaje? Hebu tujikumbushe. Umeme ni nishati inayotokana na mjongeo wa chembechembe ndogo ndani ya vitu hai au mfu, vikubwa au vidogo. Chembechembe hizo zinaitwa electrons. Umeme hutokeaje? Kitu chochote hai au mfu, kikubwa au kidogo, tukikitazama katika udogo wake kabisa wa chini, kinaundwa kwa chembechembe ndogo ndogo sana zinazoitwa atom au element. Kitu chochote kile tukikitazama katika udogo kabisa kinaundwa kwa chembechembe tunazoziita atom au element. Atom nazo zimetengenezwa kwa chembechembe zifuatazo. Chembechembe ya kwanza ni protoni, chembechembe ya pili ni neutroni na chembechembe ya tatu ni elektroni. Chembechembe hizi protoni, neutroni na elektroni zipo kwenye atom kwa sababu zinashikiliwa na nguvu ya kiini cha atom. Nguvu ya kiini cha atom ni kubwa sana baina ya protoni na neutroni kwa sababu zipo ndani ya kiini, na nguvu hiyo ya kiini ni dhaifu katika elektroni kwa sababu elektroni ziko nje ya kiini cha atom. Disturbance yoyote inapotokea katika atom, elektroni ndio chembechembe ambazo ni rahisi sana kuondolewa kwenye atom au kufanya mjongeo. Disturbance yoyote inapotokea kwenye atom, electrons ndio chembechembe ambazo ni rahisi sana kujongea au kuondolewa kwenye atom. Umeme hutokeaje? Nguvu mvuto au nguvu msukumo inapofanyika kwenye atom inasababisha mjongeo wa chembechembe za atom ambazo ni protoni, neutroni na elektroni. Lakini elektroni hujongea zaidi, na hii ni kwa sababu elektroni zinashikiliwa kwa nguvu ndogo ya kiini cha atom. Nguvu mvuto au msukumo ikizidi kuendelea, baadaye elektroni zitatoka kabisa kwenye atom hiyo. Baadaye elektroni zitatoka kwenye atom hiyo, kisha elektroni zitajitenga na nishati ziliyoibeba ambayo ni chaji. Kisha elektroni zitajitenga na nishati ziliyoibeba, yaani elektroni zitaenda upande mmoja na nishati ziliyoibeba itaenda upande mwingine. Nishati iliyobebwa na elektroni ndio tunaita electric charge au chaji. Nishati inayobebwa na elektroni ndiyo tunaita electric charge au chaji. Baadaye nishati hiyo iliyobebwa na elektroni ambayo ni electric charge zitaanza kusafiri kwenye waya au kipitisha umeme. Nishati iliyobebwa na elektroni baadaye itaanza kusafiri, kujongea au kutiririka kwenye waya, na mtiririko huo huwa kwa spidi kubwa ya mwanga ambayo
ni kilomita 300,000 kwa sekunde moja. Ndiyo maana umeme unasafiri kwa spidi sana. Mtiririko wa nishati ya elektroni katika waya. Mtiririko wa nishati ya elektroni katika waya ndio tunaita mkondo wa umeme. Nguvu msukumo iliyopelekea elektroni ziondolewe kwenye atom ndiyo tunaita voltage, na nguvu iliyosababisha msukumo utokee elektroni zikaondolewa kwenye atom inaitwa power. Usisahau kulike, kushare, kukomenti na kusubscribe Linear Electronics. Tukutane katika video ijayo inayosema AC na DC zinapatikanaje?